Kwa majina naitwa Ahmed Mbamba, ni mwenyekiti wa vijana tawi la Mlimani kata ya Maporomoko. Nipo mbele yenu kuomba kula tarehe 29, kula urais kwa mama yetu Mama Samia Suluhu Hassan, kula ya ubunge kwa ndugu David Silinde, na kula wa udiwani katika kata yetu ya Maporomoko na muombea ndugu yangu anaitwa Yusufu Omari Samata. Asanteni. Changamoto nyingi hususani kata ya Maporomoko. Tuna changamoto ya maji, tunahitaji zahanati, tunahitaji soko. Kwa hiyo yote hayo najua tarehe 29 twende tukaweke tiki. Kwa majina naitwa Solano Mbilinyi, natoka kata jirani ya kata ya Tunduma. Tumekuja kwenye kata hii ya Maporomoko kwa ajili ya kumwombea kula Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan. Tumekuja vile vile kumwombea kula Mheshimiwa Ernest Silinde akigombea katika nafasi ya ubunge katika jimbo la Tunduma. Tumekuja vile vile kumwombea kula Mheshimiwa Omari Samata katika ngazi ya udiwani. Kwa tunaomba ndugu wananchi wa kata ya Maporomoko na jimbo zima la Tunduma, fikapo Oktoba 29 mwaka 2025, kula zote twende tukazijaze na kuzirundika kwa mama yetu Samia Suluhu Hassan, kwa mbunge wetu wa jimbo la Tunduma Mheshimiwa Ernest Silinde. Vile vile tukazijaze, tukaweke rundo la kula za kutosha kwa Mheshimiwa Omari Samata akigombea kwenye nafasi ya udiwani katika kata ya Maporomoko. Mbona inarudi? Watoto wamesoma hawana kazi yoyote. Kwa majina naitwa Patrick Cheza Silumbe, katibu wa moja vijana kata Tunduma. Niko hapa kwa niaba moja, malengo ambayo yametufanya tushiriki pamoja na wenzetu wa kata jirani ambao ni umoja wa vijana kata Maporomoko. Wamenishirikisha na kunialika nishiriki kwenye zoezi hili la kwenda kuomba kula na kwenda kuhamasisha wananchi wote wa kata hii ya Maporomoko, tukiwa na niaba ya kwenda kuomba kula za ndio kwa viongozi wetu wa Chama cha Mapinduzi wote watatu wakiwa wameomba nafasi tofauti tofauti. Nafasi ya kwanza ikiwa imeombwa na mama yetu mpendwa Daktari Samia Suluhu Hassan, nafasi ya urais. Nafasi ya pili ikiwa imeombwa na ndugu yetu Mheshimiwa David Ernest Silinde, mbunge wa jimbo la Tunduma. Nategemea tarehe 29 mwezi wa 10 tukampe kula za ndio. Na nafasi ya tatu inaenda kuchukuliwa kuomba nafasi ya diwani wa kata hii ya Maporomoko, ndugu yetu kaka yetu mpendwa Omari Yusufu Samata. Hivyo mazumuni yetu na malengo yetu sisi ni kwenda kukamilisha kile kilichobakia njiani kutoka 2025 na kwenda 25-30. Kufika 25-30 tunatarajia kwamba tuwe na maendeleo mengine tofauti na haya ambayo yapo mpaka sasa. Tunaomba kula za ndio kwa wananchi wote wa jimbo la Tunduma. Tunaomba kula za ndio kwa wananchi wote wa taifa hili letu la Tanzania. Yetu ndo hayo kama mazumuni yetu ya Chama cha Mapinduzi na jumuiya ya vijana ni kujenga na kulinda ujamaa. Asante. Habari za saizi. Pole na majukumu. Kwa majina naitwa Negdet, katibu wa vijana kata ya Maporomoko. Nina ziara kwa ajili ya kuwaombea viongozi wangu waliotia nia kwa nafasi ya ubunge, rais, udiwani. Namwombea kula mama yetu Daktari Samia Suluhu Hassan. Namwombea kula mbunge wetu David Ernest Silinde. Namwombea kula Samata. Pili, napokea changamoto. Kama kuna changamoto yoyote naipokea. Kula kwa CCM. Kula kwa CCM, kwa nini nasema kula kwa CCM? Kuna kula, kuna kura. Vitu viwili tofauti. Kula kwa CCM, CCM ukiipa nafasi ya kukuongoza, umenielewa? Nafasi ya kuchukua mamlaka, itakuletea maendeleo kwenye jamii yako. Yaani maendeleo tunazungumza yanabeba pamoja na kula kwako. Umenielewa? Hamna changamoto yote. Kwa hiyo utawapigia sasa. Limeisha. Kwa diwani unampigia kula ya ndio hapa. Sio hapana, unatiki hapa.
Kwa hiyo kiujumla, kuanzia kwa rais, mbunge, we ni swala tu nafuata, kula ni CCM. Pia saizi poleni na kazi. Naona mnacheza ngome hapa. Wamekuja jamani. Changamoto mmewapa changamoto? Hapana, changamoto hamna. Hamna changamoto? Changamoto basi kila tu wamesema ni kutiki. Hawezi kuwasahau. Diwani hawezi kuwa. Diwani kijana Kwanza chipukizi. Poa. Mbunge hapo. Mitano tena kwa David Silinda. Sisi hatuna mpinzani. Karibu ndugu yangu. Kwa sababu sisi hatuna mpinzani, tutaenda kuweka tiki hapa kwenye ndio. Tutaenda kuweka tiki hapa kwenye ndio na karatasi ya mbunge na venyewe itakuwepo hivi. Kama kutakuwa kuna mpinzani atakuwepo hapa chini. Ila unaenda kuangalia picha ya Mheshimiwa David Ernest Silinde ilipo, utasoma na jina, utaenda kuweka tiki hivyo hivyo. Na pia kwa rais na penyewe utaangalia hivyo nembo ya Chama cha Mapinduzi, utaenda kuweka tiki hivyo hivyo. Pia tunapokea changamoto. Kama kuna changamoto yoyote, unasumbuliwa labda na mtu, labda viongozi wanakusumbua, tunapokea changamoto yoyote ya kijamii. Pole na kazi. Mheshimiwa bingwa kabisa ala ya kuomba kula za viongozi Daktari Samia Suluhu Hassan, David Ernest Silinde, sauti ya Simba, Diwani Yusuf Samata, diwani wa kata ya Maporomoko. Naomba na wapigia na magoti kabisa, ndugu zangu, naziomba hizo kula tarehe 29. Kidumu Chama cha Mapinduzi, kidumu sana. Oktoba tunatiki tena, Kazi na utu. songa mbele. Mzee, shikamoo. Pole na majukumu. Katibu wa vijana kata ya Maporomoko, nipo kwenye ziara kwa ajili ya kuomba kula. Namwombea kula Daktari Samia Suluhu Hassan, namwombea kula mbunge sauti ya Simba, namwombea kula Yusufu Omari Samata. Atuletee soko pale Maporomoko pale, alete zahanati na maji kata ya Maporomoko. Namba kula za vishindo. Usijali. Ushindi ni lazima, lakini tunataka zile kula za sifa zile za kumwagika ndio tunazozitaka. Tuombe Mungu tu siku hiyo ya 29 tuamshe. Ndio. Tuamshe salama. Kula zipo za kumwagika. Ndio. Kwa Dr. Samia Suluhu Hassan rais wetu, kwa mbunge Ernest David Silinde, ndio. Kwa diwani Yusuf Omar Samata, ndio. Kula zipo. Nina kazi au niwasaidie kushona kabisa? Wewe endelea tu. Mimi nakuwa naangalia, wewe unashona. Pole na majukumu. Asante. Mnaendeleaje jamani? Ngosha vipi? Ya Mapinduzi. CCM. Namwombea kula Daktari Samia Suluhu Hassan, namwombea kula sauti ya Simba David Ernest Silinde, namwombea kula Yusuf Omari Samata, diwani kata ya Maporomoko. Ndio. Napiga magoti mbele yenu Oktoba tarehe 29. Namba mkawape kula hawa watu. Yaani ni kutiki. Nawaomba sana. Nawaomba. Pili, napokea changamoto jamani. Napokea changamoto yoyote. Karibu sasa kwenye changamoto. Ya wadau. Changamoto. Changamoto zipo. Ndio hizo mimi nazitaka. Sasa unakuta tunakuwa na uhitaji wa mikopo. Tukienda kuomba mikopo, maana wanatuambia wale wahitaji sijui mpaka
wale walemavu, Ehe. pia wale wa sijui inakuwaje hawa wamama hawa nini wenye umri kuanzia sijui miaka mingapi ndio wanapewa, lakini sisi ambao ni watu ambao na nini wenye kuanzia umri wa miaka 40 na 45 hatupei. Kwa nini sasa? Mbona mikopo makundi yote wanapewa? Kweli mikopo makundi yote wanapewa vijana. Nimejaribu kujiunga na watu baadhi wanasema eti mpaka sijui vigezo fulani wanakuwa, yani vigezo vinakuwa kama vile kuna upinzani. Sasa hiyo ndio changamoto mimi nazozitaka. Andika hapo. Sasa mimi nakuwa na uhitaji wa mkopo mpaka uwe na vitu gani, wakati mimi na uwezo wa kulipa hata kiasi fulani. Sasa mpaka uwe na vigezo ambavyo wewe vinakushinda, wakati na mimi ni mdau Mtanzania. Hilo limeisha. Sawa Mheshimiwa. Shikamoo. Shikamoo. Poleni na majukumu. Kaka zangu pole. Naendeleaje? Naona mmetulia. Dogo mzima. Mambo safi bwana. Hakuna shida yoyote, tuko pamoja. Oktoba kama kawaida. Tunatiki, naeleweka. Tunatiki. Changamoto labda nakasema ni labda maji. Si ya wenyewe mnasemaje? Hata nyewe mnaliona hilo Changamoto ni maji. Poleni na kazi. Mimi kwa majina anaitwa Kelvin Stan Emmanuel Sikamanga, ni katibu wa hamasa kata ya Maporomoko. Leo vijana tulikuwa tumefanya ziara ya kuomba kura kwa wagombea wetu kupitia tiketi ya Chama cha Mapinduzi. Namwombea kura Daktari Samia Suluhu Hassan nafasi ya urais, pia namwombea kura Mheshimiwa Diwani Yusuf Omar Samata nafasi ya udiwani, pia namwombea kura Mheshimiwa David Ernest Silinde nafasi ya mbunge. Kwa majina naitwa Neget, katibu wa vijana kata ya Maporomoko. Na ziara jamani ya kuomba kura. Namwombea kura Daktari Samia Suluhu Hassan, namwombea kura David Ernest Silinde mbunge, na kura ya diwani Yusuf Somali Samata. Pia napokea changamoto yoyote. Nirudia hapo nikanyage tu. Poleni na majukumu. Mimi nataka huko. Poleni na majukumu. Nije huko mimi nataka. Mimi kwa majina naitwa Kelvin Stan Sikamanga, ni katibu wa hamasa kata ya Maporomoko. Nimeongozana na katibu wangu wa VCCM kata ya Maporomoko. Leo tulikuwa tuna ziara ya kuombea kura wagombea waliopita kupitia tiketi ya Chama cha Mapinduzi. Namwombea kura Daktari Samia Suluhu Hassan nafasi ya urais, pia namwombea kura David Ernest Silinde nafasi ya mbunge, pia namwombea Yusuf Omar Samata nafasi ya udiwani. Kura zote za ndio ifikapo tarehe 29 Oktoba. Pia tunapokea changamoto, kama kuna changamoto yoyote, labda kuna vitu ambavyo vinakukwaza au uongozi unakukwaza, pia tunapokea, tunavifikisha sehemu husika. Changamoto yoyote. Mambo. Umekuja kazini? Mimi leo nina ziara bwana. Ziara ya vijana kata kwa ajili ya kuomba kura za viongozi. Kwa sababu ushindi tulishashinda, ila tunatafuta kura za sifa. Hasa kata ya Maporomoko ndaka kura za kumwagika. Sawa ndugu yangu? Tuko tayari. Eti. Yaani hiyo bila kupingwa hiyo. Basi nashukuru. Hapa lazima tusipinge. Jina naitwa Neget, katibu wa vijana kata ya Maporomoko. Nina ziara kwa ajili ya kuomba kura za viongozi.
namwombea kula Daktari Samia Suluhu Hassan, namwombea kula David Ernest Lindi, namwombea kula Yusufu Omari Samata, diwani wa kata hii ya Maporomoko. Pili, napokea changamoto mama zangu. Karibuni kwa changamoto. Ndio. Tunaomba hela tu ya maji. Hela ya maji? Ya maji saizi. Bado lakini hamjaniambia mtawapigia kula. Tusipige, tutapiga. Mimi nitakuwa kwanza. Lazima. Nitakuwa kwanza kupiga. Yaani nakunywa maji ya 100. Yaani niacheni tu hela ya maji. Ngoja niangalie hapa buku hapa mnywe. Yaani wewe usijali dada. Yaani 500 tena lazima. Nipe sasa buku. Buku. Nipeni buku mkanue maji 1000. Hiyo ni kwa ajili ya maendeleo ya kata ya Maporomoko. Sisi wenyewe. Si mnaona mambo yanavyoenda lakini jamani. Tunaona kabisa ananyoka mahindi yenyewe yako juu. Ila mwambieni tupandishie mahindi bei. Oho. Mahindi tunalia 55 wakati mbolea ni 100,000 na. Alafu mbegu. Mbona kuna zile mbolea za ruzuku zile? Mbolea? Mbona wanatutolea tu 2,078? Umesikia? Mbegu nimesahau. Mbegu. Mbolea zipo za bei ndogo za ruzuku. Serikali imeshusha. Kwa mtawaambia atatushushia. Tutawaambia. Lakini awamu nyingine kama una atarekebisha hiyo mbolea ya ruzuku na zile yale mahindi ya ruzuku, hadi wewe na namba ile ya namba ya NIDA. Walichokifanya kuhusu mbolea ya ruzuku ni yani utofauti uliopo kama hivyo sema tofauti ni 2,000. Mbolea ambayo yule wa ruzuku analipia 75, wewe ambaye hauna namba unaenda kulipia 77. Yule ambaye analipia 65 wewe unaenda kununua ambaye hauna namba unalipia 67. Kwa utofauti ambao upo kati ya yule mwenye namba na yule ambaye hana namba ni shilingi 2,000. Au ukiwa na mtu ambaye mnafahamiana naye ni rafiki yako anaweza kutumia wewe, unaweza kumtumia yeye kupitia namba yake. Wengine tumetapeliwa labda kusema namtumia na kisa namba yake ya NIDA. Ndio maana mama ninachokiongelea ni hiki. Wewe na huyu ndio maana nimesema wewe na huyu mnafahamiana kwamba ni majirani. Samia ndio rais wetu. Kwani hiyo sijana jamani? Mama, naongelea kuhusu mbolea. Kama huyu na huyu ni majirani mnasikaa sehemu moja. Wewe ulibahatika kuandikisha kupata ile mbolea ya ruzuku, huyu hakubahatika kuandikisha. Jirani yako anaweza kutumia nafasi hiyo kwamba uende ukamchukulie na wewe kwa ajili ya kuikwepa ile 2,000. Hapo ndo unaona. Sasa kama hapo mnalizwa, bado ingia sasa shilingi 2,000 kuliko kwamba upigwe. Yaani unichukue 77. Ni 78. Mama. Mimi ni katibu mmoja vijana kata ya Tunduma. Wapi? Twende pale kwa nani, kwa huyu diwani wa kata ya Chapa nani huyo. Kwenye jengo la chama au nani? Jengo letu la chama hapo na ofisi za chama hapa kwa karibu na duka la Ulema. Nani? Abasi. Sawa. Twende kwa Abasi pale, mbolea ni shilingi 75 kwa 77 mtu ambaye hana hiyo. Na pale sio duka moja tu. Tukivuka hata upande wa pili karibu na karibu na kwa Jomba. Pale napo ni 75 sio 80 ninavyosema mama. Kwa hiyo na uhakika kuhusu mbolea ninaweka sawa la tumeona lima. Mbolea kuna nyingine kuna nyingine 75 na maana yaani utofauti wa mbolea mama. Utofauti wa mbolea kuna za 65 za bei ya chini kabisa na kuna za 75. Ndio maana naongelea hivyo. Kwamba unavyoniambia kwamba mbolea ni shilingi 80, jua labda kama yule anayekuuzia ameamua kuibie, lakini bei elekezi haipo hivyo. Nipo hapa jamani, na viongozi wa Chama cha Mapinduzi CCM, nanielewa
Kiswahili kinaeleweka. Namwombea kula Daktari Samia Suluhu. Namwombea kula Dems namwombea kula Yusufu Somali Samata, diwani wa kata hii ya Maporomoko. Hili napokea na changamoto kama kuna changamoto ongea kwa sauti sasa. Sauti ongea. Katibu wa vijana kata ya Maporomoko. Nina ziara mwanao mimi baba. Katibu wa vijana kata ya Maporomoko. Baba, mimi mwanao na ziara ya kuomba kula za viongozi. Namwombea kula Daktari Samia Suluhu Hassan. Namwombea kula mbunge wetu Silinde. Namwombea kula diwani wa kata ya Maporomoko. Karatasi yake ya nenda unaweka kula ya jina kata 29 hapa. Sio hapa hapa. Umenielewa baba? Umenielewa? Nashukuru sana. Nahitaji kula zijae kata ya Maporomoko. Yaani zile za maoni zile sema zikapitiliza. Zijae zaidi. Nashukuru sana baba. Kuna changamoto yote kwa kurekebisha? Tunaona lakini maendeleo yapo nayaona. Labda sasa cha msingi kuboresha. Maji yapo huko mitani huko. Ila sasa kwa huo mradi mkubwa huo uje ili maji yasambae kila sehemu. Sisi kwenye kata tunahitaji zahanati, soko hapo. Sasa tumpe kula Samata amalize hiyo miradi iliyobaki. Sawa babangu? Nashukuru. Hilo tatizo litakuua na mtu aweze kujua kama mkufa na tatizo fulani. Bora mkafanya nini, mkafunguka ili tuende huko tukazungumze kwa niaba yenu, tujue mnasaidika vipi. Umetuelewa ndugu zetu? Niko. Yaani kama hapa. Kwa mfano serikali ilitangazia kwamba kuna mikopo, sawa? Kuhusu ile mikopo watu tulihangaika sana, hata kijana hapa ni namba moja. Tulihangaika sana kwenda halmashauri, siji kujaza fomu. Wakiwa mkijaza fomu kimaliza wakasema siji leteni na barua kutoka kwa viongozi wenu, tukaja tukatafuta zile barua wakatuandikia. Naenda kule wanasema mmefika mwisho. Wakisema mmefika mwisho mmekaribia kupata mkopo, tena wanakuta wanasema leteni vigezo vingine. Vigezo vingine nasema hapa mmeshafika au mwisho wa safari wakapotea. Waeleza kwamba wanataka nini. Kwa kuhusu mikopo, yani tuseme tu waliani wakasema kwa mikopo kama wanadanganya watoto kama sijui wakijua kama walikuwa wanataka nini. Yaani mpaka hata kuongea ni uchungu. Yaani sehemu hatukupata mpaka hatujui kwamba na mlimaliza katiba kila kitu vigezo yote tulimaliza. Tunapeleka kwa viongozi wakubwa wajue kwamba watu ambao wapo wanawafundisha. Sawa Mimi changamoto yangu kubwa ni kwamba kwa upande wa barabara, upande wa kudumu, changamoto imekuwa kubwa sana upande wa barabara, kwa sababu si kama bodaboda ni ajali nyingi tunapata kulingana na changamoto ya barabara, kwamba barabara imekuwa ndogo sana alafu magari yamekuwa mengi. Na ukiangalia sana ni nchi yetu ya Tanzania, Tunduma ndio boda kubwa kuliko boda zote zingine. Sawa. Tunduma huwezi kulinganisha labda na boda ya Kyela, huwezi kulinganisha na boda ya wapi huko sijui Kasumulu huku Ileje. Tunduma ni boda kubwa sana, lakini barabara ilikuwa hamna, ilikuwa ni tatizo kubwa. Si kama bodaboda unapata sana changamoto.
Mitano tena. CCM ni namba 1. Mitano tena. Mitano tena kwa mama. Mitano tena kwa Silinde. Mitano tena kwa diwani. Majenga nchi. Majenga nchi. Mama, shikamo. Pole na kazi. Pole na majukumu. Unaongea na katibu wa vijana kata ya Maporomoko. Mama, nina ziara kwa ajili ya kuomba kula. Namwombea kula Mama Samia, namwombea kula David Helene Silinde, namwombea kula Samata Yusufu Somali. Pale pa walipoishia basi wao waende wakatutekelezee. Kipaumbele kwenye kata ya Maporomoko tunahitaji maji, zahanati, soko hapo chini. Kwa hiyo hivyo nitakiwa matuta hapa. Waweke matuta hapa pale. Ni kweli barabara iko bize sana. Haina shida mama. Naomba tarehe 29. Mfano huu hapa mama. Kula tunahitaji kula ya ndio hapa. Kula ya ndio. Kwa hiyo ukiachana na nani Samia, yani tuseme tutaenda tunajaza kwenye, kwa sababu haya kila mtu itajitenga. La Samia itakuwa peke yake na mbunge peke yake. Kwa hiyo ni kwenda kuweka kwenye ndio. Nashukuru mama. Asante.